nataka vizuri, safi, tunaingia ibadani safi kabisa. Sasa walifikiri labda huyu mtu anaigiza mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa nne, mwaka wa tano, mwaka wa 10 nafanya hiyo kazi. Wakafikiri labda ni kwa sababu sina kazi, nikapata kazi, nikaajiriwa hapa mjini, kazi nzuri tu, napaki gari langu kule na wahi nisikute makuhani wameshaingia ibadani, narudi pale kufuta viatu. Wale nilikuwa nafanya nao kazi kwenye hayo makampuni na hayo mashirika, wakiingia kanisani wananikuta mimi nafuta viatu, afu kule mimi ni bosi wao. Imekaje hiyo? Kule mimi ni bosi wao, wananiheshimu kwa kiwango cha juu. Wakija kanisani wanakuta huduma yangu ni kufuta viatu vya watumishi. Usifikiri nilikuwa nafanya tu, kuna kitu nilikuwa nakiona. Kuna kitu Mungu aliniambia, nyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Alafu Mungu atakuinua, atakukweza kwa wakati wake. Sasa watu wengi wakisikia nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, wanaenda kunyenyekea mbinguni. Hiyo ndio shida. Kwa ananyenyekea kwa Mungu wa mbinguni aliyeumba mbingu na nchi, ndio anajinyenyekeza kule. Biblia haimaanishi hivyo. Huyo Mungu unayetakiwa kunyenyekea chini yake ni huyo Baba, huo moyo wa madhabahu, baba yako wa imani, wa kiroho, baba wa madhabahu, huo moyo wa madhabahu, nyenyekea chini yake. Huyo ndiye atakaye kuinua wewe. Ofisini kwangu, hata kazini, hakuna mtu anaweza kupromote usipokuwa submitted kwake. Wote wanaopewa nafasi ni wale walionyenyekea, sio wale waliosoma. Unaweza ukanielewa ninachomaanisha. Hata kwenye nchi yetu hii, wanaopewa nafasi ni wale walionyenyekea kwenye miguu yako, ndio unaowainua. Ukisikia wateule, wanaoteuliwa na kiongozi ni wale waliojitiisha chini ya huyo mtu. Tuko sawa? Ndio maana kwenye nchi hawainuliwi watu waliosoma au wenye uwezo mkubwa. Mtu anatafuta mtu aliyejitiisha chini yake. Tuko sawa? Kwa sababu unatafuta mtu atakaye kutii, atakaye kuheshimu, atakaye tunza legacy yako, atakaye tunza heshima yako, atakaye hata ukimwagiza kitu atafanya sawa sawa na maagizo. Kwa nikanyenyekea kwa wale watumishi baba yangu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wakati fulani Mungu akanipa neema kwenye hizo kazi zetu, nikaenda nje. Yule bwana aliyekuwa analiwa nafunza, aliyekuwa anaomba mgorole, sasa yuko nje. Haleluya. 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 Kuna mtu ananielewa? Amina. Siko mtu ananielewa? Amina. Nilipotoka huko nikarudi, wale wageni nao wenyewe wakaja kwangu. Hapo akasema tunataka tuone, tujue mahali ulipozaliwa. Kwa nikawabeba, nikawapeleka kwetu kijijini. Afu nikawapeleka kwenye ile shule ya msingi niliyosoma. Wakati ule navaa mgolole, wakapewa historia yangu na wale wakuu wa shule. Huyu kijana amesoma hapa, lakini maisha yake yalikuwa 1, 2, 3, 4. Wale wageni wakasema tunachimba kisima hapa shule na tunachimba kisima kingine hapa kijijini, kitaitwa jina la huyu bwana. Kwa nina kisima shule ya msingi niliyosoma, hicho kisima kinasoma jina langu. Kwa watu wakienda kunywa maji pale kuchota, sasa tunaenda kuchota maji kwenye kisima cha Innocent Kapenda, cha mchungaji Innocent Kapenda. Na wale wanakijiji wote kwenye eneo lile, kuna kisima kiko pale kinaitwa jina langu.
Kuna mtu amenisikia? Mungu anaweza kufanya chochote kwenye maisha yako, lakini unaona, huyu baba yangu ilifika mahali anasema nimeota ndoto kwa ajili yako, ananisimulia. Mungu anakuinua, Mungu anakubariki kama vile story fulani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mnong'oneze jirani yako, nyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Hapo muulize mwenzako, huyo mkono wa Mungu ulio hodari ambao unatakiwa kunyenyekea chini yake ni upi? Muulize. Hapo muulize wewe, mwenzetu nanyenyekeaga kwa Mungu yupi? Baba, katika jina la Yesu nakuja kwako, Mungu wa mbingu na nchi, ninanyenyekea kwako Baba, nanyenyekea chini ya madhabahu hii. Anamaanisha hii hapa eti, nanyenyekea chini ya madhabahu hii, nanyenyekea kwako Mungu wa mbingu na nchi, nanyenyekea kwako Kristo, nanyenyekea chini ya msalaba. Baba, umesema wewe unawapinga wajikwezao, bali unawapa neema wanyenyekevu. Baba, ninanyenyekea. Anapiga na magoti na garagara, anaamini ndio kunyenyekea. Ule ni uongo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tuko sawa? Siku nilipokuwa naanza huduma, nilimwita huyo baba, akaniambia, umekaa miaka 2-3 hapa unakodisha na wanakusumbua, maana unakodisha mahali unakaa mwaka, yule anapandisha kodi mwenye eneo, mnahama, mnaenda mahali pengine, mnapanga, nalipa, anapandisha kodi tena, mnahama. Mwingine anasema tokeni kabisa. Tumehangaika wewe. Babangu akaja kuniambia, hii yatosha, hautahangaika tena. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hapo tulipokuwa, huyo mwenye eneo akaja juu, anataka tuhame. Palikuwa na eneo jirani. Yule mwenye eneo analiuza hiyo eneo milioni 100. Milioni 100, sadaka mnaokusanya kwa wiki ni shilingi 15,000 na ni kwa mwezi. Mtaweza kununua? Mtaweza? Hatuwezi. Watoto wangu wote wanasema baba, hatuwezi kununua. Mimi nawaambia tutanunua. Tutanunua. Nilipomgeukia babangu namwambia, baba, kuna hivi kupitia hivi na hivi, akaniambia, Mungu wako ni mkubwa sana, atakupa neema na atafungua milango kwa ajili yako. Bwana asifiwe. Sikiliza watoto wangu. Tukaenda kwa mwenye eneo, tukaweka makubaliano, ili eneo usiuze, sisi tutalinunua. Akatupa miezi 3 tuhakikishe tumemlipa keshi, hataki kidogo kidogo, hataki nusu nusu, yote 100 mezani. Akamwambia tutanunua. Amen. Afu maajabu yaliyotokea ndani ya mwezi mmoja, kwenye akaunti yangu binafsi kulikuwa kumeshaingia milioni 70. Alafu mwezi wa pili uliofuata 100. Namwambia mwenye eneo, nataka nikulipe hela. Ananiuliza umetoa wapi? Watoto wangu ninawaambia nina milioni 100. Ananiambia baba, umekuwa mchawi siku hizi. Umetoa wapi hela? Tunakujua. Amina. Tukapanunua hapo mahali kwa milioni 100. Macho yana hivi, jua linawaka. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mwambie mwenzako, kuitwa ni kitu kingine. Kuona sawasawa na kile ulichoitiwa ni kitu kingine. Kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 10.
Nisomee mtumishi wa Mungu. Efeso sura ya 2 mstari wa 10. Ndio. Maandiko yanasema, maana tu kazi yake, sisi tu kazi yake. Twende. Tuliumbwa katika Kristo Yesu. Tuliumbwa katika Kristo Yesu. Tutende matendo mema. Tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Hebu rudia tena. Naomba sikiliza hiyo message vizuri uelewe. Anza baba mstari wa 10. Efeso 2:10 maandiko yanasema, maana tu kazi yake. Sisi. Hebu sema sisi. Hebu sema tu kazi yake. Tu kazi yake. Sema tena, sisi ni kazi yake. Sisi ni kazi yake. Ukiwa peke yako unasemaje? Mimi ni kazi ya Mungu. Tuko sawa? Twende. Tuliumbwa katika Kristo Yesu. Tuliumbwa katika Kristo Yesu. Anaposema katika Kristo Yesu anamaanisha baada ya anguko yule wa kwanza Adam alipoanguka, amekuja Adamu wa pili anaitwa Kristo. Sisi tumeumbwa katika Kristo Yesu, sio yule Adamu aliyeanguka. Adamu aliyeanguka, alipoanguka hakuna kilichokuwa kinawezekana tena. Tuko sawa? Ulimwengu wa giza ulikuwa unazuia kila kitu kisifanikiwe kwa sababu ya nguvu ya anguko. Si kama naongea na mtu. Ukiishi kwenye nguvu ya anguko, hakuna kinachofanikiwa. Hakuna mahali utapenya. Lakini Mungu anasema baada ya kuokolewa sisi tumeumbwa upya katika Kristo Yesu, ambaye huyo Kristo Yesu ndo alikuja kwa neema na kweli. Kwa kwenye maisha yetu, kwa vyovyote vile, ndani yetu kuna nguvu inaitwa neema na nini? Hiyo nguvu ya neema inakufanikisha wewe kuhakikisha chochote Mungu alichoweka kwenye maisha yako kinatimia kwa jina la Yesu. Hebu mwambie mwenzako, tumeumbwa katika Kristo. Baba, twende tena, tuendelee. Ili tutende matendo mema. Ili tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Kuna matendo Mungu aliyatengeneza kwa ajili yetu ili tutakapokuwa tumejitambua tutendee kwenye hayo matendo Mungu aliyotutengenezea. Mtu mmoja aseme amen. Mtu mmoja aseme amen. Mtu mmoja aseme amen. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 13 baba. Wafilipi twende. Wafilipi sura ya 2 13. Maandiko yanasema, ndio, kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu. Rudia tena. Wafilipi 2:13. Ndio. Maandiko yanasema, kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu na kwa kutimiliza kusudi lake jema. Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yetu. Hebu sema, Mungu anafanya kazi ndani yetu. Sema tena kwa nguvu, Mungu anafanya kazi ndani yetu. Mungu anafanya kazi ndani yetu, lakini kutaka kwako, kutaka kwenu na kutenda kwenu, yeye kazi yake ni kutimiza kusudi lake jema. Kwa hiyo Mungu anafanyia kazi matakwa yako. Kama huna ndoto yoyote, huna mawazo yoyote, huna msukumo wote, huna kitu kinachokusumbua, huna mimba yoyote inakuhangaisha, hakuna kitu kitatokea. Ni Mungu anayefanya kazi ndani yetu, lakini kutaka kwako na kutenda kwako, yeye Mungu yuko pale kuhakikisha anatimiza kusudi lake jema. Mtu mmoja aseme amen. Sema tena amen. Unakuta mtu Baba, timiza kusudi lako. Baba, timiza kusudi lako. Baba, timiza kusudi lako. Ndio Baba, ndio Baba, ndio Baba, timiza kusudi lako. Muulize, unafanya nini? Atimize kusudi lake wapi?
atimize kusudi, anataka matakwa yako. Unataka nini? Nini umebeba? Una mzigo gani kwenye maisha yako? Ni ndoto gani inakusumbua? Nini kinakuhangaisha? Ni nini kinakunyima usingizi? Moyoni mwako una nini? Kutaka kwako wewe na kutenda kwako wewe, Mungu yuko pale kutimiza kusudi lake jema. Mtu mmoja aseme amen. Mtu mmoja aseme amen. Mtu mmoja aseme amen. Hebu piga kelele, Mungu timiza kusudi lako kwenye maisha yangu. Piga tena kelele, Mungu timiza kusudi lako kwenye maisha yangu. Unamaanisha nini? Manake kuna kitu ni matakwa ya moyo wako, unahangaika. Kuna kitu umekibeba kinakutesa. Kuna mzigo unao. Mungu saidia watoto wako. Mungu saidia familia yako. Mungu saidia. Mungu, angalia nimeachiwa watoto. Baba yangu ameniachia watoto. Mama yangu ameniachia watoto. Angalia hao ndugu zangu zaidi ya 10 na kitu. Mungu, wakikaa hivi watakuwa mzigo wangu wao. Watanisumbua, watanitesa, watakuwa wezi, watakuwa vibaka, watakuwa malaya, watakuwa wahuni. Mungu nisaidie, timiza kusudi lako, wape neema, wape cha kufanya. Bwana nisaidie. Kapeleka wote shule, wote. Afu baada ya miaka kadhaa wote wana kazi zao, wote wana biashara, wote wana familia. Amen. 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 Mungu anatimiza matakwa yako. Hakuna kusudi bila wajibu. Sema amina. Sema amina. Kitabu cha Mwanzo 31, tukimbie sasa niwafikishe pale ambapo Mungu anataka tufike leo. Kitabu cha Mwanzo 31 mstari wa 29. Moyo wa baba. Mwanzo 31 mstari wa 29. Maandiko yanasema, twende baba. Ninao uwezo mkononi mwangu wa kukufanyia madhara. Ninao uwezo mikononi mwangu wa kukufanyia madhara au kukuharibu maisha yako. Anaweza kukuharibu, anaweza kukupiga, anaweza kukutesa, anaweza kuhakikisha chochote kinafanyika. Twende baba, malizia. Lakini Mungu wa baba yako usiku huu ameniambia akisema, ndio, ujihadhari usimwambie Yakobo neno la heri wala la shari. Hebu sema Mungu wa baba yako. Mungu wa baba yako. Sema tena kwa nguvu. Mungu wa baba yako. Una uhakika? Sema tena kwa nguvu. Mungu wa baba yako. Aliyezuia yule mtu asipigwe, asipate madhara, aliyezuia ni Mungu wa baba yako. Tuko sawa? Tuko sawa? Baba, soma tena mstari. Soma kwa nguvu. Mwanzo 31 mstari wa 29. Maandiko yanasema, ninao uwezo mkononi mwangu wa kukufanyia madhara. Kukufanyia madhara baba. Twende. Lakini Mungu wa baba yako huyo usiku huu ameniambia. Kwenye ndoto usiku huu ameniambia Mungu wa baba yako. Ujihadhari usimwambie Yakobo neno la heri wala la shari. Aliyesema hiyo lugha ni nani? Labani. Anamaanisha nani? Anasema Mungu wa nani? Anasema sijasikia. Si kama inafika. Anasema Mungu wa baba yako amefanya nini? Mungu wa baba yako amefanya nini? Usiku huu ametokea wakati wa usiku, anamwambia shaka. Una uhakika Mungu wa baba yako anakupigania? Kwanza tujue una baba. Wangapi wana baba? Una uhakika? Una uhakika? Una uwezo wa kuzungumza lugha hii? Anionaye mimi amemwona baba.
Baba yangu anafanya kazi mpaka sasa, na mimi mtoto ninatenda kazi vivyo hivyo. Zile kazi mnazoziona baba yangu anafanya ndio kazi ninazozifanya mimi. Sifanyi jambo lolote kwa shauri langu mwenyewe, isipokuwa lile shauri ninalolitoa kutoka kwa Baba. Hebu sema Mungu wa baba yangu. Mungu wa baba yangu. Hebu sema Mungu wa baba yangu. Mungu wa baba yangu. Wangapi wana uhakika baba yao na Mungu? Nisikilize watoto wangu wazuri. Mimi nina watoto wa kuwazaa wa kwangu na yule mama ambaye Mungu amenipa. Kuna wakati ninawahi kurudi nyumbani kwa sababu nimemiss mapenzi ya watoto wangu. Afu huko ninakotupenda na hakikisha nimebeba hata biskuti ili watoto wanipokee. Kwa nimejikuta siwezi kurudi nyumbani mikono mitupu. Hata Ijumaa nilipotoka hapa, nilimwambia yule mtu aliyetubeba nipitishe mahali, nikabeba vizawadi fulani vya kupeleka kwa watoto. Alafu naona vile wanavyonimiss. Siku moja nilikuwa nimelala ndani, hapo walijua ni hasipo. Nikawaona watoto wangu wananiombea. Kidogo mmoja kiko sasa hivi kiko darasa la 7, kingine kiko darasa la 5. Vimepiga magoti vinaomba. Mungu, tunamuinua baba yetu mikononi mwako. Mungu, naomba umbariki baba. Ana mzigo mkubwa sana amebeba kwa ajili ya kazi ya Mungu, alafu hana hela. Vitoto hivyo vinaomba. Mungu, mfungulie baba milango ya pesa. Wameomba, wakaanza kunena kwa lugha, ziwe za kuigiza, ziwe za namna gani, lakini nilisikia wananena kwa lugha. Alafu vimepiga magoti kitandani, vinalia machozi. Kuna mtu amenisikia? Naomba mnisikia? Mungu wa baba yangu ananipigania vita. Sijui kama unamjua baba yako vizuri, sina uhakika. Watoto wangu nisikilizeni, sijui kama mnamjua baba yenu. Baba yenu ana neema ya ajabu. Toka maisha yake akiwa Mbeya na kila mahali anapopita. Juzi kati hapa mwaka jana alikuwa na mkutano Tukuyu. Ilikuwa ajabu. Ilikuwa ajabu. Juzi hapa tulikuwa naye mahali Tabata kule kwa mzee Mwasota. Ilikuwa ajabu. Nenda huko Kenya anapopendaga huko. Siku moja nenda naye uone kama ni huyu naye unakuaga naye hapa au yule kule anakuaga mwingine. Mungu anamtumia kwa viwango visivyokuwa vya kawaida. Alafu ana moyo mpana. Baba yako akiwa na hela mfukoni 300,000, akienda mahali akirudi hata 100 hana. Hata 100 hana. Angalia nyumbani utatokea nini sijui. Akimwona mtu anagawa nauli yako, ikusaidie hii hapa. Yuko hivyo. Ule upendo alionao mpaka anamshangaga yule mtu. Wakati mwingine niliwahi kusema moyoni, sasa Mungu, natamani neema ya huyo mtu. Sijui mapito aliyopita, lakini hii neema naitamani.
amekasirika, unaweza usijue. Amekasirika, ameumia, hapa anacheka. Hapo kwa Mungu. Ukitaka kujua ameumia, usikilize kwenye kuimba. Usikilize kwenye kuimba, ndio utaona moyo wake unapasuka. Sio kuna mtu anaelewa. Sasa shida inakuja pale ambapo watoto wetu mnakaa mahali kwa kuhani kwenye madhabahu, afu hamujui moyo wa huyo mchungaji wenu, kwa sababu moyo wa baba ndo unaobariki maisha yetu. Yakobo alibarikiwa na baba. Baba alisema neno tu, maisha ya Yakobo yakabarikiwa. Bwana asifiwe. Hapa tunasoma kwenye hii Mwanzo 31:29 anasema wazi. Baba, susome tena, inawezekana watoto wangu hawaelewi. Mwanzo 31:29 maandiko yanasema, ninao uwezo mkononi mwangu wa kukufanyia madhara. Ndio. Lakini Mungu wa baba yako usiku huu ameniambia akisema, ujihadhari usimwambie Yakobo neno la heri wala la shari. Shida kubwa tulionayo, tunawaangaliaga mababa zetu kwenye mwili. Kwa tunaangalia mapungufu yao. Kamuulize Petro, atakusimulia. Petro kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ananishangaza kitu kikubwa sana. Wanaenda hekaluni kusali, wanakutana na kiwete mlangoni ambaye anaombaga sadaka miaka yote pale. Na lile kanisa lilikuwa na wachungaji wengi, lakini wale wachungaji walikuwa wanamuona yule, wanampita miaka yote. Lakini siku hiyo alipokutana na watu wengi, Petro na wenzake na Yohana na Yakobo, Petro anamwambia yule kiwete, brother, tutazame sisi, niangalie mimi hapa, nitazame, niangalie, sina fedha wala dhahabu ya kukupa. Swali langu linanichezaga hili, kama hauna hela ya kunipa, na mimi shida yangu ni hela. Kama huna dhahabu ya kunipa na mimi shida yangu ni dhahabu, nikuangalie wewe ili nipate nini? Sasa wengi tunaishia hapo. Ukimsikia Petro anasema sina fedha wala dhahabu, na wewe ukimwangalia vizuri, ukimpiga tochi ya macho, unamwona kabisa ni kweli huyu baba hana hela ya kunipa, hawezi kunisaidia chochote katika mahitaji niliyonayo. Petro anamwambia, wewe sikiliza, tuangalie sisi, mimi sina hela ya kukupa wala dhahabu, lakini nataka nikuhakikishie kama Mungu aishivyo, nilicho nacho. Anapenda hiyo message, napenda hiyo neema, napenda huo ufunuo, napenda namna ambavyo huyu mtu alikuwa anajijua, anaona kwenye wito wake, anaona moyo wake, nilichobeba, nilicho nacho, utajiri nilionao, heshima nilionayo, utukufu nilionao, nguvu nilionayo, inapita uwezo wa fedha, inapita uwezo wa dhahabu. Hicho nilicho nacho ndicho ninachokupa. Kwa jina la Yesu ninaachilia hicho nilicho nacho. Yule alishangaa kuona nguvu isiyokuwa ya kawaida, haionekani kwa macho, ikamvamia, ikakamata mwili. Anasikia mifupa inacheza cheza, mishipa inacheza cheza, kuna kitu kimepita ndani yake. Afu yule baba wa ajabu na moyo ule akamshika mkono, akamwinua. Afu jamaa akajikuta anatembea, kumuingiza kanisani. Wachungaji walichanganyikiwa kwa sababu ule moyo aliokuwa nao Petro, wale wazee wangu hawakuwa nao.
Mwambie jirani yako, baba yako ni tofauti na baba wengine. Shida yako humjui. Humjui. Ana utajiri unaopita fedha, ana utajiri unaopita dhahabu. Sema amen. Sema amen. Akinyosha mkono hivi, huwa kuna kitu unahisi kinaingia kwenye mwili wako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu sema Mungu wa baba yangu. Mungu wa baba yangu. Sema tena moyo wa baba yangu. Moyo wa baba yangu. Mwambie mwenzako ujue moyo wa baba yangu. Huyu baba sijui kama unamjua. Hata ikitokea binti ameanguka kanisani ameshika mimba, utamsikia anatangaza. Utasikia anatamwita pembeni, atamalizana naye kwa siri, private. Anajua kutunza heshima. Hayuko kwa ajili ya kumdhalilisha mtu, yuko kuhakikisha huyu mtu anatengeneza kwamba ameanguka ni bahati mbaya, ni shetani, ni ibilisi, ni mapito, ni changamoto, lakini kuanguka sio mwisho wa maisha, kuna kuinuka tena. Wakati mababa wengine ukianguka tu uko hapa hapa. Leo tunasikitika sana, kuna mwenzetu ameanguka kwenye uzinzi, amezaa na fulani, na kuanzia leo tunafukuza hapa kanisani. Ukifukuza na mfukuzia nani? Kuna ndugu yetu mmoja alipata mapicha yanayofanana hapo, na akamkumbatia kama kifuani kwake, huyo baba akakaa hapo kifuani kwake, analia. Baadaye akaona pale watu kama wanashangaa, akamvuta kwenye ofisi, akafunga mlango, akakaa ndani ya nyumba, wakalia. Sisi tunawasubiri nje masaa mawili, tunatoka kule, wanatoka kwa ofisi. Jamaa anatabasamu, ana furaha ya ajabu, anatupa na mikono. Jamani, watumishi Mungu mbarikiwe. Yaani ameshapona tayari kule chumbani. Huo tunawita moyo. Sema amen. Sema amina. Yule hata akijua siri yako utaisikia popote. Popote. Kati ya watu ninaowaheshimu Dar es Salaam hii na Tanzania hii, na kati ya wababa ninaosubmit kwao, mimi ni askofu mkuu wa makanisa ya Bethel. Ni mchungaji, nachunga kanisa na makanisa, na wachungaji wako chini yangu. Mimi nimejitiisha kwa huyu baba. Otherwise leo nisingekuwa hapa. Leo ni Jumapili ya Pasaka. Kanisani kwangu kuna ibada. Na unajua umuhimu wa ibada ya leo. Huwezi kuacha madhabahu. Amen. Ijumaa tulikuwa na ibada. Nilikuwa na wageni pia pale. Usiku nilikuwa na mkesha Ijumaa. Jana nilikuwa na ndoa za watu watatu walikuwa nafunga kanisani kwangu. Tumeenda kwenye sherehe mpaka usiku. Tumemaliza saa 7 saa 8 usiku. Nimeingia hapa leo saa 1:40 asubuhi. Kweli sio kweli? Saa 1:40 nimekaa kwenye kiti hapa. Kwa watumishi wakaona tu, yaani baba anatuona tunafagia. Wakanichomoa hapa, wakanipeleka kule. Nikae kule. Amen. Amen. Na wakati ananiambia nataka uje kanisani Ijumaa Kuu na Jumapili, sio kwamba aliniomba. Alisema Kapenda, sasa sikia. Sikia. Ijumaa tuangoma RGC. Na Jumapili asubuhi tuangoma. Najua una ratiba kanisani kwako. Najua hilo.
na ninajua wiki hii ni ya muhimu sana kwa wachungaji, lakini nakutaka rajisi tena, mimi sitakuwepo na sitaki ujue naenda wapi. Kamaliza, nikasema Baba, neno lako kwangu mimi ni sheria, nimekubali, nitafanya hivyo. Kuna kijana atakutafuta, mtawasiliana, mtumishi mmoja, sawa? Tumemaliza. Sikumpigia hata mama kumuuliza eti imekwaje. Kimya. Kama umejitiisha kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu, na huyo ndio unamfanya Mungu wako kwenye maisha, unataka Mungu wake akubariki, kubali kutii. Amen. Amen. Amina. Inua mikono yako namna hiyo. Hebu punga kwa nguvu. Alafu mpige ngumi mwenzio pembeni, mpige kakofi hapa kwenye bega, mwambie, hivi unamjua Mungu wa baba yako? Haleluya. Haleluya. Kitabu cha Mwanzo 46 mstari wa 2 na 3. Twende haraka. Mwanzo 46 mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu. Maandiko yanasema, Mungu akanena na Israeli katika ndoto ya usiku. Akasema, Yakobo, Yakobo. Akasema, mimi hapa. Mstari wa tatu. Akasema, mimi ni Mungu, Mungu wa baba yako. Usiogope kushuka mpaka Misri, maana nitakufanya wewe uwe taifa kubwa huko. Aliyekuwa naongea naye yaani Mungu wa baba yako akianza kusema na wewe kazi. Siku zote watoto wangu, Mungu huwa anajitambulisha. Kuna mtu anasikia? Kuna mtu anasikia? Wakati anataka kuwatoa Israeli Misri miaka 400 ya utumwani, Mungu hakukumbuka. Alianza kujitambulisha kwa Musa. Anasema, mimi ni Mungu wa baba yako Ibrahim, Isaka na Yakobo, ndiye niliyekutokea. Tuko sawa? Siku zote Mungu, hata kama anakuita, hata kama anakubariki, hata kama anakupa nyumba, anakupa gari, anakupa kazi, Mungu hujitambulisha. Ukiona Mungu wako hajitambulishi, manake una mahusiano mabaya na baba yako. Wangapi mnamfahamu Samueli? Samueli kazaliwa, kawekwa nyumbani kwa kuhani Eli. Sasa anakuwa, Mungu anaanza kumuita. Sasa akaanza kusikia sauti kila siku, anaitwa. Akiamka asubuhi alikuwa anaenda wapi? Kwa baba yake kuuliza, baba umeniita, baba umeniita, baba umeniita. Baba, nasikia sauti kila siku kama wewe unaniita vile. Ndio baba anatoa maelekezo kwamba mwanangu, naelewa hicho unachomaanisha. Sasa safari hii ukisikia sauti tu unaitwa, jibu hivi, sema nami Bwana, mtumishi wako anasikia. Yale maelekezo alipewa na baba yake wa kiroho. Tuko sawa? Tuko sawa? Tuko sawa? Kawaulize wanaoendaga kwa waganga, siku akikosea masharti aliyopewa na yule baba, nini kinatokea? Kwa sababu ukijitiisha kwake, ukamua kwenda kwake, yule anafanyika kuwa baba kwako, uvuli wake unakufunika. Sasa chochote anachokisema juu yako ni sheria, kina nguvu. Ndio maana wengi wamepata madhara, walienda kwa waganga, hawakujua wanachokifanya, afu baadaye anasema, kwanza mimi nimeshajitoa huko, sitaki tena hayo mambo. Afu anafikiri atakuwa salama. Umeingia, labda Yesu akunasue. Bwana asifiwe. Bwana